Timu nyingine mbili ambazo zimefukuza makocha hivi karibuni ni Singida Black Stars ambayo ilikuwa kwenye dimba la Lake Tanganyika ikicheza dhidi ya Mashujaa FC, mchezo ambao ulimshuhudia Jamhuri Kiwelu Julio akifanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba walau alama moja inaingia kwenye mkono wa Mashujaa, na mapema tu dakika ya 12 ya mchezo Singida Black Stars wanapata mkwaju wa penalty baada ya Lamine Jaju kuchezewa madhambi katika eneo la hatari. Hivyo mchezo mpaka unamalizika Mashujaa walikuwa wamepata bao moja, lakini Singida Black Stars na wenyewe walikuwa wamepata bao moja. Kwa upande wa Mashujaa goli likifungwa na Mgandila Shabani. Haya, kocha na Kinga Mkono. Hizo zote nazo zimefukuza makocha. Zote zinazofukuza makocha. Kazi ngumu. Yaani ukicheza kila mtu anakuwa amefukuza au ndo ana kocha mpya. Endo Kinga Mkono. Walau Mashujaa ina nafuu kwenye mikono ya Jamhuri Kiwelu. Bado Jamhuri naye anajitafuta. Mechi ya 3 hii sare. Unaona tangu amechukua jukumu lake, yeye ana mechi ya 3 sare, na kwa msikia jana anasema wengine wamepata sare 10, mimi mnaona sare zangu 3, hii mechi ya 4, kwa sare yake ya 4 mnapiga nini? Kwa hiyo ni sare yake ya 4. Nadhani bado hajapata kile ambacho anakitaka. Sasa wengine wale wapata sare 10 wenyewe wako wapi? Wako nafasi ya juu. Sasa yeye anatakiwa angalie pia timu yake iko wapi, ndio maana kwa hiyo ndio maana nasema yeye bado anajitafuta, na changamoto yake mwenyewe huyu anaijua. Changamoto yake ni kwenye kufunga magoli. Wachezaji wake bado hawajampa kufunga magoli. Mechi ya jana ukiangalia kwa ujumla ilitawaliwa sana ubabe. Watu wamegongana sana kwenye mechi. Na tunashukuru kama mechi imeisha bila mtu kupewa kadi nyekundu. Lakini watu waligongana sana. Mechi ilikuwa na foul nyingi sana kwa timu zote mbili. Kila mmoja alikuwa wanasukumana sana. Na ndio magoli yote umeona yamesababishwa yamekuwa magoli ya penalty. Yote watu wameenda kugonga kwenye maeneo ya box. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani. Kwake Julio kupata sare ni kitu kizuri, kuliko angepoteza, kwa sababu ingepoteza ingezidi kumweka pabaya zaidi. Amefunga goli, timu inafunga goli la 10 msimu huu. Katika mechi zake 19 hii goli lao la 10 wamefunga la penalty. Kwa hiyo unaona idadi yao ya magoli ya kufunga ni madogo sana. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio changamoto ambayo Julio anabidi aifanyie sana kazi. Bado hajapata dawa sahihi ya safu yake ya ushambuliaji kumpa kile anachokitaka. Wanaonekana wanaweza kujilinda vizuri, lakini kwenye mpira wa mwisho kufunga, hiyo ndio mtihani wao. Kwa hiyo na wakati mwingine kwenye mechi hizi unaweza kujikuta hata mpinzani aliondolewa yule alikuwa na sare kama 6 au 7 zilifuatana, ndio sababu ya kumuondoa, kama timu ilikuwa haifanyi hivyo. Kwa hiyo naye sasa hivi ana sare ya 4 anaipata. Kwa hiyo lazima aangalie kwamba hizi sare zinapungua, timu ishinde. Ikishinda timu ina maana watu watazidi kumwamini na kumfanyia kile ambacho yeye anakitaka kukiona kwa Mashujaa kama msimu huu ifanye vizuri. Vinginevyo naye hata kwa muda mrefu labda uongozi wa Mashujaa uamue kwamba bana huyu tuende naye kwa sababu bado tuko kwenye hatari ya kushuka daraja. Maana wengine wanaweza kusema wanaondoa kwa sababu wako kwenye mstari wa hatari. Yeye yuko kwenye namba 13, namba 11 sio. Kwa hiyo hii kidogo inaweza kumfanya yeye akawa na nafuu kwamba hayuko kwenye ile dimbwi la wale watu ambao wanataka kushuka daraja. Lakini kama kuna watu watafanya vizuri watamshusha yeye chini, nadhani jicho la kumwangalia litakuwa tofauti. Kwa hiyo kwake ndio Julio ambayo anapaswa kuliangalia kwamba nafuu yake hao wa chini bado wanaendelea kufanya vibaya. Kama wa chini wakipata matokeo, ina maana yeye anaweza akajikuta anashuka na anaingia kwenye ile hatari. Kwa hiyo nadhani kwake na kwa Julio hii ni jambo la kuliangalia vizuri na kuona namna gani anatoka hapo. Lakini kwenye mechi ya jana nilishuhudia mechi ambayo ilikuwa na migongano mingi sana. Sawa. Tufunge mjadala huu Michael kwa kutazama Singida baada ya mabadiliko. Muhibu Kano anapewa timu lakini pia anaongezwa manager katika benchi la ufundi baada ya benchi hilo kuondolewa. Walau kuna kitu ambacho sasa kimerudi watu kuona kwamba hata ile 40 waliokata ni sawa. Timu imeanza sasa kutafuta matokeo kwa jasho. Unaona vijana wanapambana wa Singida sasa. Kwa kiasi sio sana. Sio sana, kampiga Mbeya City kwenye kombe la Mbeya City. Alipumzisha wachezaji. Alisema amepumzisha wachezaji kwa ajili ya mechi ya Yanga. Mbeya City ile mechi ilikuwa lazima tuwe vile. Kwa sababu amecheza mechi 3. Wamecheza mechi dhidi ya KMC, alishinda goli 1-0. Wamecheza ile na Mbeya City ambayo ndio hivyo ilikuwa FA na akashinda magoli 5-1, na hii ambayo amecheza dhidi ya Mashujaa na mechi imalizika kwa sare ya goli 1-1. Maana yake ni kwamba kwenye hizo mechi pia ambazo amecheza, mechi pekee ambayo alikuwa na outstanding performance, unasema performance ilikuwa dhidi ya Mbeya City. Ambayo Mbeya City yenyewe unaona baada ya mechi mwalimu pia alisema kwamba nilikuwa nimefanya mabadiliko rotation ya wachezaji wengi. Tofauti alivyokuwa kwa Singida Black Stars. Kwa Singida Black Stars bado kuna changamoto pia ambayo unaweza ukaiona ipo kwenye timu.
ambao wameanza nayo kwenye msimu huu hawako na namba nzuri ya uhakika wa kufunga magoli. Licha kwamba wana washambuliaji ambao wanaweza kufanya hivyo. Pia wako na Joseph Gede. Profile wise wako na wachezaji wengi ambao ungesema angeweza kupa kitu. Mwaku, Joseph Gede, Elvis Baranga Lupia. Hao wote ni strikers ambao ungesema anaweza nikamtumia yoyote kati yao na akanipa kitu kizuri. Lakini bado hauoni kama hao wanaweza akawa na hiyo assurance kwamba anaweza kufunga. Top scorer mpaka sasa hivi kwenye timu ni defender. Mtu ambaye ameinvolve kwenye magoli mengi ni defender plus winger ambaye ni Lamine Jeju. Kwa hiyo hauoni kama kuna mabadiliko makubwa ambayo yametokea baada ya kile kilichofanyika kwenye mechi? Bado sio kwa kiasi ambacho unasema pengine imekuwa ni ya kiwango hicho kikubwa kwamba yameongeza kitu. Sawa, asante sana Michael Yera, kocha ambaye anasoma ili baadaye akafukuzwe. Na ni moja kati ya kile ambacho tunakitazama ni matukio ambayo yaliendelea kwenye mchezo huo, lakini tutoke hapa kwenye huo mchezo.